Je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Mbona anung'unika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena, na tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono yetu. Mungu abariki andiko takatifu. Napoliangalia neno la Bwana, tunaona kitabu chenyewe kinaitwa yametokea kwa jamii au yametokea kwa taifa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii Yeremia, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaomboleza ni kwa ajili ya taifa la Israeli, taifa ambalo lilikuwa limependwa na Mungu, taifa ambalo Mungu alikuwa amelifanya kuwa nuru kwa ajili ya ulimwengu wote, ili kila mtu anayeliitia jina la Mungu wa Israeli akaweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli baada ya kumwasi Mwenyezi Mungu na kupotoka na kuanza kuabudu miungu, wakaacha ibada ambazo zilikuwa ni za ukweli. Biblia inasema wakaingiza ibada zao katika madhabahu ya Mungu, wakaingiza ibada zao za miungu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu ambaye ni mvumilivu kwa ajili ya wanadamu akawa amewavumilia kwa muda mrefu, akawa amewavumilia kwa miaka mingi, lakini Biblia inasema ya kwamba akaruhusu ghadhabu yake kushuka kwa ajili ya taifa la wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakauawa, wengine wakatekwa nyara, wakapelekwa katika nchi nyingine, wakapelekwa mataifa kama ya Babeli ili wakaweze kuadhibiwa. Biblia inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu akaangalia taifa ambalo lilikuwa limejaa watu, taifa ambalo lilikuwa linamcha, taifa ambalo limebadilika kwa ghafla. Biblia inasema ya kwamba watu wakawa wamesalia wachache, ndiposa Mwenyezi Mungu akaanza kuwahurumia wanadamu tena, ijapokuwa alikuwa ametenda hivyo. Wengine walipoona ghadhabu ya Bwana waliweza kutubu na wakamrudia Mwenyezi Mungu. Kumbe ni vyema Mwenyezi Mungu akitumia ghadhabu kwa ajili ya maisha yangu na wewe, ili tukaweze kumrudia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine mzazi ukasirika mtoto anapokosa, na kupitia kwa ghadhabu na kiboko kinamsaidia mtoto, anamrudia tena mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba huyu Mungu ni mzazi ambaye ni mvumilivu, na maandiko yanasema ya kwamba katika mstari wa 31, kwa kuwa Bwana atamtupa mtu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu amtupi mtu hata kama ameasi miaka mingapi, kuna siku yake ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aliwatesa Wakristo, aliwashika na kuwatia gerezani, lakini Wakristo waliendelea kumwombea, Wakristo waliendelea kumuita Bwana, Wakristo wale ambao walikuwa na msimamo waliendelea kuabudu Mwenyezi Mungu katika roho na kweli. Na maandiko yanasema wakati wa Mungu ulipowadia, Paulo aliweza kuangushwa, na tunaona ya kwamba akawa kipofu, akawa kiziwi, akawa bubu, na tunaona ya kwamba alipoombewa akafunguliwa tena na akaanza kuhubiri habari njema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Mungu angekuwa amemwangamiza mapema, na kama watu wangekuwa wamemwangamiza mapema, je, huyu Paulo angeweza kuokolewa? Bwana Yesu asifiwe. Wewe, kuna mambo mengine Mungu anayaruhusu yatendeke katika ulimwengu, yatendeke katika jamii zetu, yatendeke katika taifa letu, ili wakati wa Mungu utakapofika akaweze kusimama kama Mungu, akaweze kutetemesha ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba akiguruma, ni nani awezaye kusimama? Hakuna atakayeweza kusimama. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba hakuna mwanadamu anayetupwa na Mwenyezi Mungu, hawe mdogo hawe mkubwa, hawe tajiri hawe masikini, hawe mfalme hawe mwenye heshima asiyokuwa na heshima. Biblia inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu amtupi mtu yoyote, anataka wote waje kwake ili wakaweze kumwabudu, wakaweze kutupilia mbali maovu yao na njia zao, wamrudie Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa maana
ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anaweza kupitia hali zingine ngumu, akaona kana kwamba Mungu amemsahau, akaona kana kwamba Mungu anamhuzunisha. Tunaona kuna manabii wengi, kuna wafalme wengi, kuna wacha Mungu wengi walipitia mambo mazito katika maisha yao. Wengine wakasema Mungu amewasahau, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu ruhusu kuhuzunisha wanadamu pia, na anapohuzunisha wanadamu, maandiko yanasema ya kwamba anawarehemu tena. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi anachapa mtoto analia, na baadaye tena anasikia uchungu, tena anamhurumia na anamuita tena, anampembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu naye pia ni wa huruma, lakini uvumilivu wake Biblia inasema ya kwamba ni mkubwa, kwa sababu amevumiliana na wanadamu. Anapoleta mvua inanyesha kwa ajili ya watu wote, hata yule mchawi kabisa ambaye watu husema amefunga nyota za watu, hawa amefunga baraka za watu, unakuta kwake pia mvua inanyesha nyingi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba huyu Mungu ni wa rehema, iwapo utapitia mazito ambayo yanakuhuzunisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wengi wamekata tamaa maishani wanapoona dunia ikitingizika, wanapoona mambo vile yanavyoendelea duniani. Wengine wanaona hata kumtumikia Mungu hakuna maana, wengine wanaona hata afadhali huko nje ndio kuna heri. Na zaidi yoyote, maandiko yanasema ya kwamba yote tunayoyanena Mwenyezi Mungu anayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Ujaona mtu ambaye amekata tamaa, unaweza kufika wakati mwingine badala ya kumwomba Mwenyezi Mungu kaanza kumlaumu. Bwana Yesu asifiwe. Katika maombi kalaumu Mwenyezi Mungu. Hata wengine pia ulaani jina la Mungu katika maombi kwa yale ambayo wanayopitia. Ndiposa unasikia hata Ayubu anasema kama nini hata siku yangu ifanye nini? Ilaaniwe kabisa. Tunaona Daudi pia kuna jambo ambalo anasema kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha tena? Kwa hiyo kuna mambo mengi katika maisha yetu, lakini maandiko yanatuambia kwamba kulingana na uwezo au na huruma mwingi wake Mwenyezi Mungu anatuhurumia tena. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa kaona ulimwenguni akukariki maovu yamezidi. Biblia inasema ya kwamba wamechinja ng'ombe, wamechinja mbuzi wasamehewe dhambi. Akaona kuna wengine ni masikini, hata kuku pia wana wanaweza wakatoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu. Akamtoa Yesu Kristo akaja kafa, ni kwa ajili yangu mimi mwenye dhambi na kwa ajili yako, ili tukaweze kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba huo ni upendo wa ajabu ambao Mwenyezi Mungu alituonyesha. Lakini kama angekuwa kama mwanadamu, angesema tu walio na uwezo peke yao wapate msamaha. Kama huna kitu, nawe pia hutapata msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mwenyezi Mungu akaleta huruma wa ajabu, na huruma huo haujafutika, bado ungali mpaka siku ya leo. Anakuita wewe, ananiita mimi, ili tuje kwake, na zaidi yoyote tusemezane na yeye na tukamrudie tena, ili akaweze kutuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana moyo wake haupendi wanadamu, haupendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu hapendi kuwatesa na hapendi kuhuzunisha wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba na wakati mwingine hufika akawahuzunisha, wakati mwingine hufika akawatesa, lakini anasema ya kwamba lengo lake kubwa hataki kuwahuzunisha wanadamu na hataki kuwatesa wanadamu. Anataka wanadamu wajitambue ili wamrudie yeye. Bwana Yesu asifiwe. Alipoambia Nuhu ya kwamba atengeneze safina, Biblia inasema ya kwamba Nuhu akang'ang'ana alipotengeneza safina. Tunaona ya kwamba hata kuambia watu wamsaidie ikawa ni ngumu, walikataa. Lakini Biblia inasema safina ilipokamilika, ikawa tena roho ya huruma ikaingia tena, ambayo Nuhu alikuwa ameiona kwa Mungu, ikaingia ndani mwake. Akaanza kuwasi watu tena, akawaambia kazi kubwa imeisha ya kujenga safina, nimejenga, kama ni gharama zangu nimetumia, lakini sasa ni kuingia peke yake. Biblia inasema mioyo yao ikawa migumu, wakaendelea kuwa kumchekeli, wakaendelea kufanya mioyo kuwa migumu. Lakini tunaona ya kwamba ikafika
Ilifika wakati ambapo Mwenyezi Mungu alipoona huruma ya mwanadamu, huruma ambayo Nuhu alikuwa nayo, akaona imepita kiwango, imezidi, amepembeleza wanadamu ambao wako tayari kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanadamu ambao wako tayari kuokolewa. Ndio Paulo inafika wakati mpaka anasema kuna wengine nimewaachia nani? Nimewaachia shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Paulo anasema hivyo? Anasema kwa sababu amekosa kuvumiliana na nani? Na wanadamu. Na kwa sababu yeye ni mwanadamu na amesahau ni wanadamu wenzake, amesahau ya kwamba Mungu alimpenda yeye alipokuwa muuaji, na mpaka ikafika wakati akaokolewa, na amekuwa askofu mkubwa, na zaidi yoyote ametumwa atangaza habari njema. Tunaona ya kwamba anasema kuna wengine Mungu niruhusu niwaachie shetani ili waadhibiwe kwa muda mfupi tu, ndiposa wakaweze kukurudia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mateso tunayopata wakati mwingine shetani anaruhusiwa ili tukaweze kurudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani kuna mahali pia usaidia ndio turudi kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba shetani mwenyewe ndio anaenda kwa Mungu, anamwambia ya kwamba ampe ruhusa kwa ajili ya nani? Ayubu. Na Mwenyezi Mungu anampa ruhusa. Kwa hiyo kuna ruhusa zingine. Kuna watu wengine wamejijaribu wenyewe, na wengine shetani ameomba ruhusa kwa Mungu, amepewa ruhusa ili wakaweze kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe kutoka mbinguni, mwana wa Mungu, maandiko yanasema amejaribiwa pale jangwani, amejaribiwa pale nyikani, amejaribiwa na Ibilisi, anamchukua, anambeba, anamweka juu ya hekalu, anamweka juu ya mlima, anamuelezea vile atakavyofanya. Kumbe shetani naye anajua maandiko zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa malaika mbinguni, alijua kuimba kuliko mimi na wewe, alijua kuhubiri kuliko mimi na wewe, lakini tunaona kwa sababu ya kiburi na majivuno, Mwenyezi Mungu akaona ya kwamba ufalme wake hawezi akaishi na mpinzani. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna serikali na kuna mpinzani. Mimi ndio akina Sifuna. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuna upinzani na kuna nini? Kuna serikali. Haya vitu vyote vimetenganishwa ni kwa sababu gani? Vimetenganishwa ni kwa sababu haliwezi vikawa mahali pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu akaona ni vyema shetani makao yake yawe wapi? Duniani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema wale wenu wanadamu, kwa sababu nalimuona huyo Ibilisi akitupwa wapi? Duniani ambako maishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tunaishi na shetani duniani. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni Mungu anaishi na malaika, wanaimba tu na wateule. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tunaishi na nani? Na shetani duniani. Alafu Petro akasema ole wenu. Tena akasema ya kwamba nalimuona anaguruma kama simba, naye anazunguka wapi? Duniani, akitafuta mtu wa kummeza. Anatafuta akina baba, anatafuta akina mama, vijana kwa watoto, anatafuta wachungaji, wazee wa kanisa, anatafuta waimbaji, anatafuta waombezi ili akaweze kuwameza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanatuambia kwamba hatutajaribiwa kuliko uwezo wetu, na tena yatakapokuwa mengi majaribu atatengeneza mlango ambaye atatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jaribu ambalo unakumbana nalo linalingana na uwezo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hilo jaribu unaona ni nzito, si nzito, ni nyepesi, kwa sababu Mungu ameangalia akaona imani yako, wewe ndio unaweza ukastahimili na hilo jaribu. Bwana Yesu asifiwe. Bona kuna wengine wanapitia jaribu kubwa na waanguki wakamwacha Mungu, na mwingine anapitia kajaribu kadogo tu kanamwangusha mwereka na anamsahau nani? Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kuonyesha ya kwamba tumepewa uwezo na tumepewa majaribu ambayo tunapewa ni kipimo cha imani, ni kipimo cha vile tulivyo, jinsi ambayo tumemwamini Mungu. Kumbe ukimwamini Mungu sana, pia majaribu yako tena itakuwa kulingana na. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji ana majaribu yake, mshiriki ana majaribu yake, mzee wa kanisa ana majaribu yake, kiongozi wa taifa ana majaribu yake, wananchi nao wana
majaribu yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tufanyaje? Tutoroke? Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja avumilie na jaribu lake, atashinda. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbaji mmoja akaimba akasema, vumilia, vumilia, vumilia utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima uvumilie. Tunapovumilia tutafanya nini? Tutashinda. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba moyo wake haupendezwi na kuwatesa wanadamu. Moyo wake haupendezwi na kuwahuzunisha wanadamu. Kwa hiyo anataka tu wanadamu wajue ni nani aliyetuumba, ili wakaweze kumrudia yeye. Wanadamu tukawache dhambi, na zaidi yoyote tujinyenyekeze mbele zake Mwenyezi Mungu. Anasema kuwaseta chini kwa miguu wafungwa wote wa duniani. Kwa hiyo tunaona ya kwamba apendezwi kuwaweka watu wote au kuwakanyakia chini ya miguu yake watu ambao wamefungwa na Ibilisi, watu ambao wameishi katika dhambi. Maandiko yanasema ya kwamba ndiposa amewapa nuru, amewapa mwangaza, ndiposa neno lake linahubiriwa kote ulimwenguni. Biblia inasema ni sauti ya Mungu. Sauti ya mtu aliaye nyikani alikuwa ni Yohana, lakini tunaona injili ya Bwana tena imekuwa ni sauti inayolia kote ulimwenguni, ili wanadamu wakaweza kusikia sauti, wakaweza kutubu na wakaweza kuiamini injili, wamrudia Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika hali yote wala Mwenyezi Mungu afurahi kupotosha hukumu ya mtu ambaye ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka mwanadamu aishi katika hali ambaye ni ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, aishi katika hali ambaye atakuwa huru kwake Mwenyezi Mungu. Unaona hata wokovu watu walazimishi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba mwenyewe anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Sasa Yesu akisema hivyo, akasema ya kwamba ni nyinyi nyote tayari mna mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine atajisikia hana mzigo, hana haja ya kuja kwa Yesu, lakini yule ambaye atajijua na mzigo wa dhambi, ana mzigo ambao umemlemea, hana amani katika maisha yake, hana furaha katika maisha yake, ataubeba mzigo wake na atakuja kwake Yesu Kristo ili akaweze kupumzishwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaitwa wengi waje kwa Yesu ili wakapumzishe, lakini wengine wamekataa. Wameona ya kwamba wamepata pumziko ndani ya mioyo yao, wameona ya kwamba wamekamilika. Ndiposa nyoka zinauma watu, lakini nyoka ya shaba amewekwa juu ya mti. Watu wanaambia ni kumtazama tu, ukiuma fanya nini? Mtazame. Lakini tunaona ya kwamba wengine wanaona ni vigumu kuinua kichwa chao na kutazama na macho yao kwa huo msalaba au kwa huo mti ambao ulikuwa karibu nao, ambao ulikuwa na nyoka wa shaba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba hakuna mtu ambaye aliweza kuwalazimisha, lakini kama wewe mwenyewe umejua umeumwa na nyoka na kuna uchungu au maumivu ambao unayasikia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kutembelea mgonjwa akakwambia, unaweza kuniona niko na afya njema, lakini vile unaniona mimi mwenyewe ndiye najisikia vile mwilini mwangu, najisikia mahali vile ninavyosikia. Mimi ni mgonjwa kabisa, lakini ukimwangalia sura unamuona ana tabasamu, unamuona ana furaha, lakini kuna kitu ambacho kinamtatiza ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanatuambia nini? Yanatuambia kwamba Yesu Kristo ameinuliwa kama yule nyoka wa shaba, tumtazame ili tukaweze kupata uponyaji. Tena anasema ya kwamba wala yeye mwenyewe apendezi kumnyima mtu haki yake. Hayo yote Bwana aridhii kabisa kumnyima mtu haki yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anataka tuwe na afya njema, anataka tukaweze kuwa na ufalme ambao ni wa kudumu, tukaweze kuwa na furaha na amani na raha ndani ya mioyo yetu mpaka parapanda itakapodia, ili tukaweze kuwa tayari kumlaki Bwana mawinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba anautuliza tena, je, katika kinywa chake aliye juu yanaweza yakatoka mema na maovu au mabaya? Bwana Yesu asifiwe. Mungu huyu ambaye anabariki, tena Mungu huyu ndiye aliye na uwezo wa kufanya nini? Wa
wakulaani. Mwimbaji akaimba akasema, Bwana washangaza, Bwana washangaza, mambo yako si ya kawaida. Leo wabariki, kesho unalani, leo wainua, kesho unashusha. Unaona ya mambo ni ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtu anaweza kashangaa, na huyu Mungu ni wa aina gani? Huyu Mungu ni wa aina gani ambaye abadilika? Yeye ako na haki ya kubadilika, ana haki ya kutawala, kwa sababu dunia na vyote vinavyojaza dunia vyote ni mali yake. Mtu wa kitu chake anaweza akafanya vile anataka. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa bosi wako muombe kitu na ako nacho, ukione hivi umwambie nisaidie, akwambie sikupi, ni hiki lakini sifanye nini? Sikupi. Bwana Yesu asifiwe. Tukawa tunasoma habari za mtu mmoja ambaye anaitwa Abunwasi. Ati ameenda kuomba punda ya wenyewe. Alienda kuomba punda kwa rafiki yake, na alipofika akaambiwa hakuna punda. Akamwambia, tafadhali, najua tuko na punda wengi wanaoana, nisaidie. Sasa naye punda kumbe ni kama alisikia ametajwa, punda akatoa sauti. Alipotoa sauti, Abunwasi akasema, unaninyima punda, na ndio hiyo. Akamwambia, umenisikia? Sasa tajiri akafanya kama punda. Haya, panda enda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio mlio umefuata. Umesema nataka nini? Punda. Na sasa ni mlio wa nini? Wa punda. Sasa supande mlio uende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mtu wa chake anaweza akafanya vile anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana uwezo, anaweza akatufanya chochote. Ndio tunaimba tunasema, Bwana nitengeneze chombo upendacho, kwa sababu mimi ni udongo, wewe ni mfinyanzi. Alafu maandiko yanauliza, je, mwanadamu ambaye ameumbwa na Mungu au udongo ambao unatengenezwa na mfinyanzi? Unaweza ukamuuliza mfinyanzi, unanifinyanga, unataka unitoe nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa sisi tuvumilie. Chochote ambacho Mungu anatutendea tufanye nini? Tuvumilie, tushukuru, tumwambie Mungu, najua ya kwamba wewe ndio unajua sababu gani nifanye nini? Nipande mlima huu au nishuke mlima huu? Nipitia hili nzito au nipitia hili lepesi? Kwa hiyo ni vizuri tukaweze kumtanguliza Mungu ambaye ni wa uvumilivu. Na Biblia inasema ya kwamba kwa nini mwanadamu ananung'unika Mungu anapoadhibu watu ambao wanatenda maovu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mwanadamu wanahuzunika? Wakati mwingine wanadamu huzunika wanapoona mambo yametokea mazito mpaka wanalia. Wakati mwingine wanajiuliza, mbona hili limetendeka? Bwana Yesu asifiwe. Nimeenda mahali kwa mazishi, mtu ambaye alikuwa amekufa ni mtoto. Sasa mzee analia kabisa, anasema, Mungu, mbona ukaua mtoto mdogo kama huyu? Si afadhali ungeniua mimi, kwa sababu nimekaa miaka mingi hata sina faida wapi? Duniani. Kumbe Mungu anamuona hata na uzee wake ana faida duniani, lakini yeye anaona heri mtoto aishi, na yeye mtoto afanye nini? Aishi, yeye aondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Biblia inasema, kwa nini mwanadamu anung'unike? Mwanadamu aliye hai anung'unike mtu anapoadhibiwa kwa ajili ya maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu pia anaadhibu dunia. Biblia inasema ya kwamba Sodoma na Gomora walipokuwa wamemwasi, aliokoa wale ambao walikuwa wako tayari, waliposikia sauti yake kupitia kwa mtumishi wake Lutu. Biblia inasema ya kwamba katoka na watu wa jamii yake na wengine ambao walikuwa wameoa hata wasichana wake wakakataa, wakafanya mioyo yao kuwa migumu, lakini akaondoka na watoto wake na mke wake, na mke naye roho yake na moyo wake ukawa bado uko Sodoma na Gomora. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu akawaonya, akawaambia kutakuwa na moto ambao utaweza kuwaka kwa ajili ya taifa hili, lakini watu wakafanya mioyo kuwa migumu, wakasema wache tuone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmoja akasema nikemea mapepo yote yaende sijui wapi, alitaja Nyanza. Bwana Yesu asifiwe. Alitaja Nyanza. Akasema mapepo yote nayaomba yaende wapi? Ende Nyanza.
Na kaka mtoto akasema, na sianguke tu hapa tuyaone, kwa nini mnapenda tukukemea mkisema yaende? Hata mnasema yaende motoni. Sianguke hapa tuyaone kwanza ndio yafanye nini? Ndio yaende. Sasa mzazi akaambia mtoto, unajua kitu ambacho naomba kweli? Akamwambia, na yakienda kwa Nyanza na samaki nazo zikiletwa tena si tutakula? Bwana Yesu asifiwe. Tutakula tena hizo samaki. Zitabadilika hiyo mapepo, halafu zije tena sokoni tufanye nini? Tukule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri tukaweze kumtumaini Mwenyezi Mungu na kumtegemea. Maandiko yanasema ya kwamba na tuchunguze njia zetu. Tuchunguze njia zetu sisi kama wanadamu na tumrudie Bwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yeremia akawa anawaambia kwamba ijapokuwa Mungu ni wa huruma, ijapokuwa amekuwa na uvumilivu kwa ajili ya maisha yetu sisi wanadamu, kwa hivyo anatutaka tena tujichunguze, tujue ni wapi tumeenda kinyume na yeye, ili akaweze kutusamehe, tumrudie tena, atatupokea. Bwana Yesu asifiwe. Imbaji akasema, nilipotelea mbali, sasa Bwana ninafanya nini? Ninarudi, na ninaporudi ufanye nini? Unikaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akasema, siku nyingi nilizitupa, kama zingerudi siku hizo ningemtumikia Bwana. Anajuta kwa sababu amepoteza muda mwingi, lakini sasa anatamani ili akaweze kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ujaona mtu akiokoka akiwa mzee mkongwe, wakati watu wanaimba anajaribu, anatamani aruke kama vijana, lakini anashindwa, anajishika mgongo, anajaribu. Sasa anaanza kujilaumu tu, anasema kama ningejua mapema niokoke, ningekuwa nimemchezea Mungu, hata hii uzao ungenilemea tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri tuchukue hatua. Andika anasema ni vyema mtu kuchukua nira yake siku za ujana wake. Ni vyema mwanadamu kupokea wokovu katika ujana wake. Ndiposa Mwenyezi Mungu atamtia nguvu, atamtumikia katika ujana wake, atamtumikia katika uzee wake, na hakuna jambo atakaloliona la kumbabaisha, hakuna jambo atakaloliona ikiwa nzito, ni kwa ajili ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Linatuambia kwamba na tumuinulie Mungu aliye mbinguni mioyo yetu na mikono yetu. Kwa hiyo hiyo ni njia ya kuonyesha tumejisalimisha kwako wewe Mungu, tumejisalimisha kwako wewe peke yako, ili utusaidie, utuwezeshe tukaufikia utukufu, tukaufikia wema wako, kwa sababu tumetenda dhambi, kwa sababu hatufai tena. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akaimba akasema, hatufai kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Tunastahili tuwe tumekufa, alafu tunaenda hospitalini tunaanza hatufai kuwa. Sasa tumeenda kuambia mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nyimbo zingine unazitenga na mahali penye utaimbia na mahali hautafanya nini? Hautaimbia. Sio unaenda kwa mgonjwa, tena ni hospitalini, watu ni wengi, madaktari wote wametulia, wanaona hii ugonjwa umetushinda. Sasa wachungaji wamekuja ili waweze kuomba uondoke, nanyi mnaanza hatufai kuwa hai wala hatutumai. Bwana Yesu asifiwe. Wenye wanastahili kuimba hiyo wimbo ni wenye wako na afya. Wakati uko na afya njema tu, wakati unaona baraka za Mungu vile ametenda, unashuhudia, unamwambia sifai kuwa hata situmaini, lakini umeniweka ali. Lakini ukienda kuambia mgonjwa, sasa anaanza tu kusema hata afadhali Mungu niitia hao watu, kwa sababu anataka kunisafirisha mapema. Hata madaktari wanasema hata wewe ukifa tu si neno, si watu wako wamekuja wamekuombea. Kwa hivyo wewe ukikufa tu, ukiondoka, madaktari nao wanaanza mchezo, wanaambia wagonjwa, mmesikia wachungaji wamesema mstahili kufanya nini? Kuwa hai. Kwa hivyo hata ukikufa, mwenzako alikufa kutoka hapo hiyo kitanda. Kwa hivyo kama inaenda laini, wewe ngojea tu yake ikifika ni sawa, kwa sababu anastahili kuwa nini? Hai. Tena mtumaini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wacha tumtumaini Mwenyezi Mungu, wacha tumtegemee katika maisha yetu, naye yuko tayari kwa ajili ya kukupokea. Katika njia zako unaweza ukajichunguza. Daudi akachunguza vile nabii Yeremia amesema, akajichunguza
lakini baadaye tena akamwambia Mwenyezi Mungu, nimejaribu kujichunguza, lakini naona kama sijajijua zaidi. Kwa hiyo anamwambia Mwenyezi Mungu, nichunguze zaidi moyo wangu, ujue ni jambo gani ambalo linaleta uharibifu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wacha tumkabidhi Bwana mahitaji na haja za mioyo yetu, tukijua ya kwamba kufika wakati kama huu sio kwamba tumetenda mema. Kwa hivyo wimbo unaweza kutimia kwetu ya kwamba hatufai kuwa hai, lakini kwa sababu ya neema zake Mungu ameona mimi na wewe tuwe hai siku ya leo, tumletee mizigo ili tukaweze kutupu mbele zake, ili akaweze kutupokea. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame, wacha tuongozwe nyuma ya